Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea uchambuzi wa kina kuhusu hali ya usalama na athari zake kwa wananchi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaanzia katika eneo la Lwindi wilayani Ruchuru ambako wimbi jipya la utekaji nyara limeripotiwa kwenye mimili ya Kibirizi Lwindi na kuzua hofu miongoni mwa wasafiri na wakazi wa eneo hilo. Pia tutarejea katika wilaya Masisi ambako hali ya ukosefu wa usalama imelazimisha mamlaka za elimu kuhamisha vituo vya mitihani ya taifa kutoka Remeka hadi Biriko Walikale ili kuwezesha wanafunzi kufanya mitihani yao katika mazingira salama zaidi. Na hatimaye tutakwenda katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini ambako mapigano makali yamezuka katika maeneo ya Ilundo na Alenge yakihusisha FARDC na washirika wake dhidi ya makundi yanayoshirikiana na M23. Mapigano hayo yanaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia na mustakabali wa utulivu katika eneo hilo. Hizi ni habari tulizokuandalia asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko Kivu Kusini ambako taarifa zinaeleza kuwa mapigano makali yamezuka katika maeneo ya Ilundu na Alenge yaliyopo kwenye nyanda za juu ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yanahusisha jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya makundi ya waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoshirikiana na AFC M23. Habari pia linadai kuwa FARDC imeanza kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone kwa shughuli za upelelezi na mashambulizi ili kuharibu ngome za wapinzani na kukata njia zao za usambazaji wa vifaa vya kijeshi. Maeneo ya Ilundu na Alenge ni maeneo ambayo yanapatikana katika nyanda za juu za Fizi karibu na Minembwe. Jeshi anayeshikilia maeneo ya juu huwa na faida kubwa kwa sababu anaweza kuona mienendo ya adui kwa urahisi. Pia ana uwezo wa kuelekeza mashambulizi kwa ufanisi zaidi. Pia anaweza kudhibiti njia za usafiri na mawasiliano. Pia anaweza kuzuia adui kusonga mbele. Ndio maana taarifa zinasema kwamba wapiganaji wote wanapigania eneo za juu kwani ndizo zinaweza kuamua mshindi wa operation nzima katika eneo hilo. Matumizi ya drone yanaashiria mabadiliko ya vita. Inasemekana kuwa matumizi ya drone yanaonyesha kuwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeongeza matumizi ya kiteknolojia ya kisasa vitani. Drone zinaweza kusaidia kufanya upelelezi bila kuhatarisha maisha ya wanajeshi, kubaini maeneo ya adui, kushambulia malengo kwa usahihi, kukata njia za usambazaji wa silaha na chakula. Hii ni ishara kuwa vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kubadilika kutoka kwa mapigano ya kawaida kwenda kwenye matumizi makubwa ya teknolojia ya kisasa. Taarifa inasema kuwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inalenga kukata njia za ugavi za waasi. Jeshi linaweza kushindwa hata bila kupoteza mapigano mengi ikiwa halipati chakula, halipati risasi, halipati dawa, halipati wanajeshi wa kuongeza nguvu, yani reinforce. Kwa hiyo mkakati wa kukata njia za usambazaji unaweza kuwa muhimu zaidi kuliko kushambulia moja kwa moja ngome za waasi. Vita vinaendelea licha juhudi za amani. Mapigano haya yanaonyesha hali ya usalama katika Kivu Kusini bado ni mbaya licha juhudi mbalimbali za kusitisha vita. Kuendelea kwa mapigano kunaweza kuzofisha mazungumzo ya kisiasa, kuongeza kutokuaminiana kati ya pande zinazohusika, kuchelewesha kurejea kwa utulivu katika eneo hilo. Pia ushirikiano wa makundi mbalimbali unaongeza ugumu wa vita. Habari inataja kuwa FARDC, wazalendo, Twirwaneho Red Tabara na AFC M23. Kadri makundi yanavyoendelea kuongezeka kwenye uwanja wa vita, ndivyo mgogoro unavyokuwa mgumu zaidi. Inakuwa vigumu kutambua mipaka ya ushawishi wa kila kundi. Suluhisho la kisiasa linakuwa ngumu zaidi kupatikana. Wananchi ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mapigano haya yote yanayoendelea. Madhara yanayoweza kutokea ni kukimbia kwa raia kutoka vijiji vyao, kusimamishwa kwa shughuli za kilimo, uhaba wa chakula, kufungwa kwa shule, kuongezeka kwa majeruhi na vifo, ugumu wa mashirika ya kibinadamu katika kuwafikia wanaohitaji msaada. Kwa kuwa Fizi na Minembwe tayari zimewahi kukumbwa na migogoro ya muda mrefu, mapigano mapya yanaweza kuongeza mateso ya wananchi.
Mambo muhimu ya kuzingatia: taarifa hii inategemea vyanzo vya eneo husika na madai ya pande husika, kwa hiyo idadi halisi ya waliouawa au kujeruhiwa bado haijajulikana. Madai kuhusu matumizi ya drone yanahitaji uthibitisho zaidi kutoka vyanzo huru. Madai kuhusu ushirikiano wa baadhi ya makundi yanapaswa kuchunguzwa kwa kina ili kuepuka propaganda za vita. Katika mazingira ya vita, taarifa nyingi hutumiwa pia kama silaha za kisaikolojia ili kuonyesha nguvu au kudhoofisha morali ya pande mwingine. Kwa ujumla, mapigano yanayoendelea huko Alundu na Alenge yanaonyesha kuwa vita katika nyanda za juu za Fizi vinaingia katika hatua muhimu ya kimkakati. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaonekana kujaribu kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu yanayozunguka Minembwe kwa kutumia nguvu ya ardhini pamoja na teknolojia za drone. Wakati huo, makundi yanayopambana nayo yanaonekana kutetea nafasi zao katika maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi. Ikiwa mapigano yataendelea kwa kasi hii, kuna hatari ya kuongezeka kwa janga la kibinadamu na kuzorota zaidi kwa hali ya usalama katika eneo lote la Fizi na Minembwe. Kwa kifupi, mapigano mapya katika nyanda za juu za Fizi yanaonyesha kuwa udhibiti wa maeneo ya kimkakati ya Minembwe umeendelea kuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi. Wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ikiongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa kama drone, wananchi wanaendelea kuwa waanga wakuu wa vita vinavyozidi kuathiri usalama na maisha ya kila siku katika Kivu Kusini au mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Turuke mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako habari zinaeleza kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara katika barabara ya Kibirizi Rwindi ndani ya wilaya ya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waendesha pikipiki watatu walitekwa na watu wenye silaha, ambako mmoja alifanikiwa kutoroka huku wawili pamoja na baadhi ya abiria wao wakiwemo watoto wakibaki mikononi mwa watekaji. Tukio hili linatajwa kutokea katika eneo linalodhibitiwa na M23 na linaongeza hofu ya kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara kwa lengo la kudai fidia katika sehemu mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Kuongezeka kwa uhalifu katika maeneo ya vita. Taarifa hii inaonyesha kuwa pamoja na mapigano ya kijeshi yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna tatizo jingine kubwa la kiusalama ambao ni utekaji nyara wa raia. Katika maeneo yenye migogoro ya silaha, udhibiti wa dola upungua, vikundi vya uhalifu upata nafasi ya kufanya uhalifu, raia wanakuwa walengwa rahisi. Hata kama eneo linadhibitiwa na kundi fulani la kijeshi, matukio ya utekaji yanaweza kuashiria kuwa usalama wa wananchi bado haujahakikishwa kikamilifu. Basi acha tuongelee kwa nini barabara ya Kibirizi Rwindi inakuwa eneo hatari. Barabara hii ni moja ya njia muhimu zinazounganisha vijiji na maeneo ya biashara katika eneo la Ruchuru. Kutokea kwa matukio ya utekaji kwenye njia hii kunaweza kupunguza usafiri wa watu, kuzuia shughuli za biashara, kuongeza gharama za usafirishaji, kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Matokeo yake ni kuzofika kwa maisha ya kawaida ya wananchi. Raia ndiyo waanga wakuu. Kati ya waliotekwa ni waendesha pikipiki wanaojihusisha na shughuli za usafirishaji wa watu na mizigo. Hii inaonyesha kwamba walengwa si wanajeshi, walengwa ni raia wanaotafuta riziki zao za kila siku. Taarifa ni kwamba watoto pia huenda wakawa miongoni mwa waliotekwa. Inaongeza uzito wa tukio hili, kwani watoto ni kundi linalostahili ulinzi maalum chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Kila mtu anayetekwa huwa nyuma yake kuna familia inayopata hofu, msongo wa mawazo, hasara ya kipato, wasiwasi kuhusu maisha ya wapendwa wao. Katika maeneo mengi ya Kivu, familia hulazimika kuuza mali zao ili kupata fedha za fidia kwa watekaji, yani wanauza mali zao ili wapate fedha za kulipa ili waliotekwa waachwe huru. Waendesha pikipiki ni uti wa mgongo wa uchumi wa vijijini. Katika maeneo mengi ya Ruchuru, usafiri wa pikipiki ndio njia kuu ya kusafirisha watu, kusafirisha bidhaa, kusafirisha dawa, kupeleka chakula sokoni. Ikiwa waendesha pikipiki wanaanza kuogopa kutumia barabara fulani, bei za bidhaa upanda, biashara kupungua, upatikanaji wa huduma unakuwa vigumu. Kwa hiyo utekaji wa waendesha pikipiki una athari kubwa kuliko idadi ya watu waliotekwa pekee. Taarifa zinazungumzia kuongezeka kwa visa vya utekaji
kwa lengo la kudai fedha. Hii inaweza kuashiria kuibuka kwa kile kinachoitwa uchumi wa utekaji nyara, ambako makundi ya wahalifu hutumia utekaji kama chanzo cha mapato. Kadri hali hii inavyoendelea, uhalifu unakuwa biashara, wananchi wazidi kuwa maskini, hali ya usalama inazidi kuzorota zaidi. Kwa kuwa tukio hili limetokea katika eneo linalodhibitiwa na AFC M23, wananchi wengi wataoji uwezo wa mamlaka zilizopo eneo hilo kuhakikisha usalama wa watu na mali zao. Katika eneo lote linalodhibitiwa na upande wa serikali au kundi la waasi, wananchi hutegemea usalama, wanatarajia wahalifu kukamatwa, wanahitaji uhuru kwa wasafiri. Kuendelea kwa visa vya utekaji kunaweza kuathiri imani ya wananchi kwa mamlaka zilizopo eneo hilo. Taarifa zinasema hakuna kundi ambalo limejitokeza kuhusika na tukio hilo. Hii ni hoja muhimu kwa sababu inawezekana wahusika ni wahalifu wa kawaida, inawezekana ni kundi lenye silaha, pia inawezekana ni mtandao wa wahalifu unaotafuta fedha. Kwa sasa hakuna ushahidi wa kutosha kwa kumtaja mhusika rasmi. Mashirika kutetea haki za kibinadamu yanaendelea kulalamikia kuongezeka kwa visa vya utekaji. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kila mtu ana haki ya usalama. Watoto wanapaswa kulindwa dhidi ya vitendo vya unyanyasaji. Raia wapaswi kuwa walengwa wa mashambulizi au utekaji. Kuendelea kwa matukio kama haya kunaonyesha changamoto kubwa katika kulinda haki za msingi za wananchi wa Kivu Kaskazini. Tukio hili linaonekana kuwa sehemu ya mfululizo wa visa vinavyoongezeka katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Waendesha pikipiki, wafanyabiashara, wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa na ukosefu wa usalama. Barabara zisipokuwa salama, biashara na usafirishaji wa bidhaa huathirika moja kwa moja. Wananchi wanaweza kuanza kuepuka kusafiri katika maeneo hayo, jambo linaloongeza kutengwa kwa baadhi ya vijiji. Wananchi na mashirika ya haki za kibinadamu wanataka hatua za haraka ili kukomesha matukio kama hayo yasijirudie. Tukio la utekaji nyara kwenye mimili ya Kibirizi Rwindi linaonyesha kuwa changamoto za usalama katika Kivu Kaskazini hazihusiani tu na mapigano ya kijeshi, bali pia na ongezeko la uhalifu linaolenga raia. Waendesha pikipiki na abiria wao wamekuwa wameathiriwa na mazingira ambayo usalama bado ni wa mashaka. Ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa, visa vya utekaji vinaweza kuendelea kuathiri uchumi, uhuru wa wasafiri na maisha ya kawaida ya wananchi wa Ruchuru. Kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara katika barabara ya Kibirizi Rwindi ni ishara ya kuzorota kwa usalama wa raia katika Kivu Kaskazini. Wakati mapigano ya kijeshi yakiendelea kuvuta hisia za wengi, wananchi wa kawaida wanaendelea kukabili tishio la kila siku la kutekwa, kuporwa na kupoteza uhuru wao wa kusafiri. Kulinda raia kunapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza kwa mamlaka zote zinazodhibiti eneo husika. Tubaki tu Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vituo vya mtihani wa taifa examen d'etat vya Remeka katika Masisi vimehamishwa Biriko Walikale kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026, mamlaka za elimu za Nord Kivu 3 zimeamua kuhamisha vituo viwili vya mtihani wa taifa vya Remeka ya kwanza na Remeka ya pili kutoka eneo la Remeka katika wilaya ya Masisi kwenda Biriko katika wilaya jirani ya Walikale kutokana na kuendelea kwa mapigano na hali mbaya ya usalama. Sababu kuu za uhamisho huu ni kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Katoi Masisi. Mapigano yanayoendelea kati ya FARDC na makundi yenye silaha yamesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao, walimu na wanafunzi kuhama maeneo yao, kushindwa kwa mamlaka kuhakikisha usalama wa watainiwa. Uamuzi wa kuhamisha vituo vya mtihani unaonyesha kwamba mamlaka zimeona hatari ya wanafunzi kufanya mtihani ndani ya eneo la mapigano kuwa kubwa kuliko changamoto za kuwapeleka sehemu nyingine. Hii ni ishara kuwa vita havigusi tu wanajeshi na waasi, bali vinaathiri moja kwa moja huduma za msingi kwa elimu.
Elimu ndiyo sekta inayopata pigo kubwa wakati wa migogoro ya kivita. Mtihani wa examen d'etat ni hatua muhimu kwa mwanafunzi anayemaliza elimu ya sekondari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vituo visingehamishwa, mamia wanafunzi wangekosa kufanya mtihani, wengine wangepoteza mwaka mzima wa masomo. Kiwango cha ufaulu kingeshuka kutokana na mazingira ya hofu. Kwa kuhamisha vituo kwenda Biriko, mamlaka zimejaribu kulinda haki za wanafunzi kuendelea na masomo yao licha ya vita vinavyoendelea. Taarifa hii inaonyesha mateso ya watoto na familia zao katika maeneo ya vita. Wanafunzi hawa wamepitia hofu ya mapigano, wamelazimika kuhama makazi yao, wengine wamepoteza mali za familia na familia zao. Wanapaswa kufunga mtihani katika mazingira yasiyo ya kawaida. Katika mazingira kama haya, hata uwezo wa wanafunzi kuzingatia masomo huathirika kutokana na msongamano wa mawazo. Kwa hiyo changamoto si kufanya mtihani pekee, bali pia hali ya kisaikolojia ya watahiniwa sio nzuri kabisa. Biriko sasa imekuwa kituo muhimu cha kupokea wanafunzi waliokimbia vita. Taarifa zinaonyesha kuwa kutokana na uhamisho huu, Biriko sasa ina vituo vitatu vya examen d'etat baada ya idadi yake ya kawaida. Hii ina maana kuwa mahitaji ya chakula yanaongezeka, mahitaji ya malazi yanaongezeka, mahitaji ya usalama yanaongezeka, huduma za afya na usafiri zinaongezeka. Jamii zinazopokea wakimbizi wa vita mara nyingi ubeba mzigo mkubwa wa kijamii na kiuchumi. Habari hii pia ni kielelezo cha athari za mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa taasisi za serikali. Kwa kawaida serikali hutakiwa kuhakikisha usalama wa shule. Mtihani inafanyika katika vituo vinavyopangwa, wanafunzi husoma bila usumbufu. Lakini uhamisho wa vituo vya mtihani unaonyesha kuwa mamlaka zimelazimika kubadilisha mipango yake kutokana na hali ya vita. Hii ni dalili kwamba mgogoro wa kiusalama bado una nguvu kubwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Mwanafunzi anayefanya mtihani akiwa mkimbizi au akiwa ametoka katika eneo la mapigano ukubali changamoto nyingi: hofu ya mashambulizi, wasiwasi kuhusu familia yake, kukosa maandalizi ya kutosha, uchovu wa safari ndefu. Ripoti nyingine kutoka Walikale zimeonyesha kuwa baadhi ya wanafunzi walilazimika kutembea umbali mrefu huku wakikubali vitisho vya makundi yenye silaha ili kufikia kwenye vituo vya mtihani. Hii inaonyesha kiwango kikubwa cha uvumilivu wa udhubutu wa wanafunzi wa maeneo ya vita. Mambo muhimu yanayojitokeza: vita vinaendelea kuathiri sekta ya elimu. Wanafunzi wamekuwa miongoni mwa waathirika wakuu wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia serikali na mamlaka za elimu zinajaribu kuokoa mwaka wa masomo kwa njia mbadala. Biriko imekuwa eneo la mkakati kwa kuwapokea watahiniwa waliokimbia maeneo yasiyo salama. Haki ya elimu inaendelea kutetewa hata katika mazingira ya vita. Uhamisho wa vituo vya examen d'etat kutoka Remeka hadi Biriko si tukio la kawaida kwa kielimu, bali ni matokeo ya moja kwa moja ya hali ya vita vinavyoendelea katika eneo la Masisi. Ingawa hatua hiyo inawawezesha wanafunzi kuendelea na mtihani yao, inaonyesha jinsi mgogoro wa kiusalama au hali ya kiusalama inavyoendelea kuvuruga maisha ya raia, hasa watoto na vijana wanaotafuta elimu. Habari hii inaonyesha pia juhudi za mamlaka za elimu kuhakikisha kuwa vita havinyimi wanafunzi haki yao ya kuhitimu masomo yao. Uhamisho wa vituo vya mtihani kutoka Remeka kwenda Biriko unaonyesha kuwa elimu imekuwa moja ya sekta inazobeba gharama kubwa za mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya milio ya risasi na wimbi la wakimbizi, wanafunzi wanaendelea kupigania haki yao ya kupata elimu, jambo linalodhihirisha ujasiri wao wa elimu na kulinda shule dhidi ya athari za vita. Hiyo ndio taarifa tuliyokuandalia siku ya leo, asubuhi ya leo tarehe 25
mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi jina langu ni Ite Idi George. Basi acha tukukumbushe tena fact moja, hakikisha una subscribe, ku like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi acha tuende kutosha. Shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Asante.